Lakini kama itoshi, tumeona uwekezaji mkubwa kwenye eneo hili. Kwenye eneo ile bandari ya Dar es Salaam ilikuwa na maneno mengi kwa miaka 4 iliyopita. Ilikuwa na maneno mengine kwamba magari ambayo yanahifadhiwa pale sehemu haitoshi kwenye ile roro ambayo inapokea magari. Lakini kama haitoshi, gati namba 1 mpaka namba 3 imeboreshwa, gati namba 4 namba 7 imeboreshwa. Leo tunavyoongea, ushushaji wa shehena umeongezeka kwa kiwango kikubwa, ambayo ni tofauti na huko nyuma, ambayo ilikuwa ni kero kubwa kwa ajili ya bandari yetu ya Dar es Salaam, na hata ilitishia baadhi ya wateja kutokuja. Lakini kama itoshi, tumeenda kukaribisha sekta binafsi. Kazi hii kama kamati tumeiona ni kazi kubwa. Leo tunavyoongea, tumepunguza gharama za uendeshaji kwa 30% ambazo zilikuwa zinafanyika wakati inaendeshwa na serikali. Kwa hiyo maana yake nini? Ni kwamba mwekezaji amekuja kuwa ni sehemu ya uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam, ambaye leo imekuwa ni kimbilio katika nchi zinazotuzunguka katika ukanda huu wa nchi 8. Kwa hiyo nitaka niseme nini, Mheshimiwa Mwenyekiti? Niendelee kuwaomba sana wizara, endeleeni kusimamia mipango ambayo ipo kwa ajili ya gati namba 11, namba 8 mpaka 11 pamoja na 12 na 15, ikiwemo pale eneo la kupokelea mafuta, matangi 15 yale ambayo yatasaidia kuwa na hifadhi ya mafuta nchini. Hata likiyumba soko la mafuta duniani, bei itabakia pale pale na itaendelea kuongeza uchumi wa nchi yetu. Kazi hii endeleeni kuifanya kwenye ile eneo la single receiving terminal, iendelee kwa kasi ambayo imeanza, na kwa hakika najua Mheshimiwa Waziri utaendelea kusimamia jambo hili. Hongera sana kwa kazi nzuri ya bandari ya Dar es Salaam. Lakini tunaona bandari ya Tanga, bandari ya Mtwara, kazi nzuri inafanyika. Endeleeni kufanya hivyo hivyo ili kuongeza uchumi wa Tanzania. Lakini eneo hili la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na gharama za uendeshaji zilivyopungua. Tumeweza kuongeza bakaa la mapato. Bakaa la mapato lilikuwa bilioni 45, lakini leo bakaa la mapato limekuwa bilioni 142. Ni jambo kubwa ambalo halijawahi kutokea. Fedha hizi zitaenda kufanya kazi kubwa ya kujenga hospitali, kujenga shule, kujenga barabara ambazo wabunge wote wamekuwa wakisema hapa, kwa sababu mapato yatapatikana kwa wingi katika eneo hili. Ndio maana Mheshimiwa Naibu Mwenyekiti, tunaposikia watu wanasema no reform no election, si kwa bahati mbaya. Hata wewe uogopi kwa maendeleo haya, lazima useme no reform no election, kwa sababu ukiingia uwanjani unapigwa asubuhi bado kweupe. Hauna sababu ya kupata aibu, bora uweke mpira kwa pani, ondoka. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Spika, Mwenyekiti, ninaamini kwamba hata mimi ningesema no reform kwa hali iliyofanywa na Mheshimiwa. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti.